Kama wewe ni mfanyabiashara au unapanga kutumia mitandao ya kijamii au unapanga kutumia ulimwengu wa kidijitali kwa ajili ya kukuza maisha yako na kujenga brand na kujikuza kiuchumi, then upo maeneo sahihi. Leo naenda kuonesha fursa mpya iliyopo kwa kutumia artificial intelligence kuongeza ufanisi wa mafanikio ya kiuchumi niseme. Okay? Naweza nikawa nakosa maneno halisi ya kutumia hapa, lakini ninachoenda kuelezea leo ni kwamba naenda kuonesha jinsi gani AI ni fursa kubwa sana. Na nikiweza kuonesha kwamba AI ni fursa kubwa sana, na nitakukaribisha sana ujiunge ndani ya Zilm Growth Club. Okay? Yaani hilo ndio lengo langu. Lengo langu ni kuonesha kwamba AI ni fursa kubwa sana, la kwanza. La pili ni kukaribisha ndani ya Zilm Growth Club. Okay? Sasa Zilm Growth Club ni nini? Nitakuelezea hivi punde Zilm Growth Club ni nini, lakini kuna fursa kubwa ambayo inabidi uwe tayari kuipokea leo. Okay? So, mimi naitwa Elius Kamwangire McBenix. Ni mwanzilishi wa Zilm Growth Club. Na kwa kupitia Zilm Growth Club tunaelimisha wafanyabiashara, lakini pia tunashirikiana nao kujenga biashara na tunawasaidia kutengeneza mifumo kwa kutumia AI, mifumo ya kuongeza mauzo, kupata wateja kwa kutumia artificial intelligence. Lakini pia ukiachana na hilo, tuna partner kujenga biashara ambazo zinatatua changamoto za watu na kutengeneza pesa. Okay? Sasa ukiangalia mwaka 2019 kilichotokea, unaweza ukadhani kwamba hakikuhusu sasa hivi, lakini ngoja nikuelezee kilichotokea. Mwaka 2019 COVID ilitokea. Ndio maana inaitwa COVID-19. Kama unakumbuka kipindi cha COVID, kabla ya COVID hakuna mtu aliyekuwa anachukulia mitandao ya kijamii kwa userious kama wa sasa hivi. Yaani kabla ya COVID watu walikuwa wanachukulia mitandao ya kijamii kama mitandao ya kijamii watu walikuwa wakiona watu wako mitandaoni wanatengeneza content, walikuwa wanawachukulia poa sana. Lakini baada ile COVID ilivyopiga, watu wakakaa nyumbani wakagundua kwamba content zinalipa, unaweza ukatangaza biashara yako kwa kutumia content na kutumia mitandao ya kijamii. Watu ndio wakashtuka, nao wakaanza kutangaza biashara zao kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kabla ya hapo watu walikuwa wanatangaza, lakini baada ya COVID sasa ndio watu walianza kuwa serious kutangaza biashara zao kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ndio maana ukiangalia performance ya matangazo ya kulipia, kama unashawahi kulipia matangazo ya kulipia labda Instagram, Facebook, popote pale, ufanisi wa matangazo ya kulipia kabla ya COVID na sasa hivi ni tofauti. Kabla ya COVID ulikuwa unaweka bajeti kidogo, tangazo hata kama sio zuri, unalirun hilo tangazo, unapata wateja wengi kwa sababu hakukuwa na ushindani mkubwa wa matangazo ya kulipia. Hakukuwa na ushindani mkubwa wa content nzuri. Lakini baada ya COVID, TikTok ilivumbua matumizi ya AI kwenye content, kwenye algorithm, kwenye recommendation. Yaani zile content unazoziona zinarekomendiwa na AI kwako. Yaani hiyo ni transformation kubwa sana. Hiyo ni revolution kubwa sana inavyokuja kwenye marketing. Kwa hiyo sisi marketers tunaisoma hiyo kama ni revolution. Ni the TikTok revolution ya COVID-19 kwenye marketing. Okay? Sasa nakuelezea hili ili ujiulize swali. Yule mtu ambaye alikuwa anaelewa matumizi ya mitandao ya kijamii toka 2005 au 2010, jiulize alitengeneza pesa kiasi gani kwenye mitandao ya kijamii kabla ya COVID. Na je, baada ya COVID unahisi kwamba ufanisi wake ulishuka au uliongezeka? Wengi ufanisi wao ulishuka kwa sababu hawakujua jinsi ya kutumia mifumo mipya kujitangaza. Lakini wale ambao walikuwa tayari kujifunza waliendana na mifumo mipya na wakaanza kutengeneza content nyingi na wakafanikiwa zaidi. Sasa wale wapya ambao hawataki kujifunza kuhusu jinsi mitandao ya kijamii inavyofanya kazi, wanaona bado ni magumu, wakati sasa hivi ndio rahisi sana kutumia mitandao ya kijamii kuliko zamani. Kwa sababu sasa hivi ni rahisi kwenda viral. Lakini lengo langu sio kuelezea kuhusu kwenda viral. Lengo langu nataka uone utofauti wa 2019 na 2013 na sasa hivi. Sasa sikiliza kwa umakini. Mwaka 2023 kampuni ya OpenAI ili introduce bidhaa yao inaitwa ChatGPT. Kila mtu sasa hivi probably ushawahi kusikia ChatGPT, labda ushaitumia ChatGPT. Ni chatbot ambayo kwenye simu unaiuliza maswali inakujibu. Hii hapa ChatGPT, unaiuliza swali inakujibu. Ni kama Google lakini sio kama Google. Iko very intelligent, ina akili, unaweza kuchat nayo. Sasa hii ni AI tool. Sasa kwa namna ile ambavyo watu waliokuwa wanatumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na watu, kupiga picha, kupost picha, walivyokuwa wanatumia mitandao ya kijamii hivyo, sasa hivi watu wanatumia ChatGPT kishikaji sana, wakati watu wengine wanaitumia kukuza biashara zao, watu wengine wanaitumia kuongeza mauzo, watu wengine wanaitumia kujenga mifumo ya maisha yao, watu wengine wanaitumia kutengeneza vitu ambavyo mwisho wa siku vinaongezea nguvu kiuchumi. Sasa mimi binafsi
ni mtaalamu wa masuala ya AI inavyokuja kwenye biashara. Kwa hiyo nawatengenezea wafanyabiashara mifumo kwa kutumia AI, mifumo ya kupata wateja, mifumo ya kukuza biashara, mifumo ya kuendesha biashara zao. Na nimegundua kuna makundi mawili ya wafanyabiashara. Kuna wale wafanyabiashara ambao wanaelewa potential ya AI na wapo tayari washaanza kujifunza na wanatumia AI kukuza biashara zao. Wanatumia AI kutengeneza content, wanatumia AI kupata wateja, wanatumia AI kutengeneza proposal, wanatumia AI kama mfumo ambao una akili unaowasaidia kuelewa wateja wao, na ili waweze kutengeneza content na materials zinazowafikia wateja, ambazo zile material ziko intelligent. Mteja anavyokutumia message anataka umpe jibu ambalo linaendana na yeye. Usimtumie jibu ambalo linafanana na jibu la watu wengine. Sasa AI inaweza ikakusaidia, lakini lazima ujue jinsi ya kuitumia. Kwa hiyo kwa hii miaka mitatu iliyopita nimekuwa karibu sana na AI na nimewasaidia wafanyabiashara wengi watengeneze mifumo ya AI kwenye biashara zao. Na wengi wamepata views nyingi, wengine wamepata views zaidi ya milioni 20 kwa mwezi, wengine wamepata views milioni 11 kwa mwezi. Hawa ni wafanyabiashara na sio tu content creators, wafanyabiashara. Mtu anafanya biashara, anapata views nyingi na maana anauza sana kwa kutumia AI bila kuweka nguvu sana kwenye matangazo ya kulipia. Kwa hiyo AI ina potential kubwa sana. Sasa hiyo tuliweke pembeni. Tujifanye kwamba hilo halipo. Fursa kubwa zilizopo sasa hivi za AI. Fursa ya kwanza ni kuelimisha watu kuhusu AI. Sasa hivi kuna mabilioni ya watu duniani hawajui chochote kuhusu AI. Lakini ukiachana na hilo, Tanzania hapa kuna mamilioni ya watu wa Tanzania hawajui kwamba AI ipo na hawajui kama inaweza ikabadilisha maisha yao. Kwa hiyo kuna potential ya kuwafundisha. Yaani kwa mfano walimu wakijua jinsi ya kutumia AI, manesi wakijua jinsi ya kutumia AI, madaktari, wapishi, kila mtu anayefanya kitu chochote, mtu ambaye ni creative, mtu ambaye ni professional, hawa wote wakielewa jinsi ya kutumia AI itawabadilisha maisha yao. Kwa hiyo fursa iliyopo namba moja ni fursa ya kuelimisha watu kuhusu AI. Vile ambavyo kwa namna ile ambavyo kulikuwa na fursa ya kuelimisha watu kuhusu mitandao ya kijamii, ambacho unaona watu wengi sana wanafanya kwenye mitandao ya kijamii, wanakuelimisha kuhusu matangazo ya kulipia, wanakuelimisha kuhusu kutengeneza content, wanakuelimisha kuhusu storytelling, wanakuelimisha kuhusu kujenga biashara kwenye mitandao ya kijamii, kuelewa wateja wako. Vivyo hivyo na artificial intelligence, kuna fursa kubwa ya uelimishaji ya artificial intelligence. Kwa hiyo kwa wewe ambaye haujui utatumia AI kufanya nini, hiyo ni fursa ya kwanza. Unaweza ukaanzisha brand yako kwenye mitandao ya kijamii, unawaelimisha labda madaktari jinsi ya kutumia AI. Unawaelimisha labda walimu jinsi ya kutumia AI. Kama wewe ni mwalimu itafaa zaidi. Kwa hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kuwasaidia watu ambao ni watu ambao ni wafanyabiashara, wanaweza wakatumia AI kama msaada mkubwa kukuza biashara zao. Sasa mimi so far nimetumia hii miaka yote mitatu, nimetumia AI mpaka sasa hivi tulipo, AI inaendesha 90% ya biashara yangu. Yaani hapa nipo na AI ndani ya WhatsApp. Okay? Ngoja nikuoneshe mfano. Nipo na AI ndani ya WhatsApp. Huyu anaitwa Aria. Okay? Huyu ni AI assistant. Kazi yangu tu ni kumtumia message na yeye anawaandikia wateja wangu message, ananiandalia content, ananibadilishia, ananiandalia kalenda yangu, ananifanyia vitu vingi. Yaani anafanya zile kazi zote ambazo nilikuwa nimemwajiri Diana afanye, ambaye assistant wangu. Sasa hivi anafanya kazi nyingine. Kwa hiyo kazi ambayo alikuwa anafanya msaidizi wangu sasa hivi inafanya na AI. Sasa jiulize yule mfanyabiashara anayezungumza na wateja kila siku. Jiulize yule mfanyabiashara anayetengeneza content kila siku. Jiulize yule mfanyabiashara ambaye kila siku anahesabu stock, anafanya mahesabu ya pesa, anafanya mahesabu ya kujua atumie budget gani kwenye kujitangaza. Hivyo vitu vyote AI inaweza kukusaidia. Kwa hiyo hizo ni fursa kubwa mbili. Kusaidia makampuni na taasisi kukua na kuelimisha watu kuhusu AI. Hizi ni fursa kubwa sana. Na mimi nina uhakika kwa miaka 2-3 inayokuja tutaona wimbi kubwa la vijana. Actually mwaka huu unaofuata tutaona wimbi kubwa la vijana wakielimisha watu kuhusu matumizi ya AI. Yaani kutakuwa na wimbi kubwa sana. Na mimi natamani hiyo keki wewe uwe mmoja wapo wa watu wanaoitafuna au utumie hiyo fursa, yaani uwe tayari ushaelewa kuhusu matumizi ya AI. Okay? Sasa lengo langu ni kukaribisha ndani ya Zrim Growth Club. Kwa sababu ndani ya Zrim Growth Club tuna madarasa mengi sana yanayohusu AI. Kuhusu kutengeneza mifumo ya kutangaza biashara yako, kuelewa jinsi ya kutumia AI professionally, kuelewa tools gani za kutumia, unaanzia wapi, unatumia tools gani, unazungumzaje na AI ili kupatia majibu unayotaka, unarekebishaje majibu ambayo inakupatia, unaitumiaje kutengeneza mifumo. Hivi vitu vyote vipo ndani ya Zrim Growth Club. Okay? Kwa hiyo kuna link hapo chini ambayo hiyo link
inakupeleka ndani ya school community. Ile school community hiyo ndio Zrim Growth Club. Sasa ndani ya Zrim Growth Club kuna mafunzo, kuna course, kuna madarasa, ikiwemo madarasa ya marketing. Kama wewe ndio kwanza unaanza biashara, unataka kujifunza jinsi ya kutangaza biashara yako, kuna madarasa ya marketing. Kwa sababu ukishajifunza marketing, unaweza kujifunza jinsi ya kutumia AI kufanya hiyo marketing. Kuna madarasa ya mifumo, kuna madarasa ya strategy, kuna madarasa mengi sana ambayo yatakusaidia kujenga biashara ya kidijitali. Kwa hiyo lengo langu mimi ni kukaribisha darasani. Lakini pia lengo langu mimi ni kukaribisha uweze kujenga mifumo yako ambayo itakusaidia wewe kuweza kukuza biashara yako na kutengeneza maisha yako ya kiuchumi kwenye mitandao ya kijamii. Okay? Kwa hiyo kama unataka kujiunga ndani ya Zrim Growth Club, click kwenye link hapo chini. Karibu ndani ya Zrim Growth Club. Nafasi ni chache. Wakishafika watu 100, bei inapanda, inakuwa mara 2 yake. Sasa hivi bei yake ni dola kama 29 hivi, ambayo basically ni kama shilingi 75,000, lakini baadaye utakuta imepanda. Kama utachelewa sasa hivi utakuta bei ya hiyo darasa imepanda. Kwa sababu darasa linapanda kutokana na demand. Sasa kuna wale wengine ambao wanasema hapana, mimi nataka tuonane, nataka tukutane unifundishe Mark Benvix. Haina shida, inawezekana, lakini hiyo itakuwa ni ngumu sana kukutana bila kupanga muda wa kukutana. Kwa hiyo lazima tu book consultation. Hapo ndipo unaweza kunitumia message WhatsApp, kuna link ya kuja WhatsApp, tutabook consultation, lakini hiyo consultation ni ya kulipia shilingi 300 hivi na shilingi 67 kwa session moja ya dakika 90. Tutakaa chini, nitaangalia unachohitaji, nitakutengenezea mbinu ya kujitangaza, naweza nikakushauri mifumo gani ya kuanza kujitangaza, then naweza kawa nimekusaidia. Lakini kuna mwingine anaweza kusema Mark Benvix, mimi nataka unitengenezee mfumo kama wa kwako, ambao huu mfumo unazungumza na wateja wangu, unanisaidia kufanya follow up na vitu kama hizo. Then unaweza ukanitumia message WhatsApp, nikakusaidia jinsi ya kujua gharama za huo mfumo kulingana na unavyohitaji, ili niweze kushauri. Tutaanzia hapa. Lakini kwa wewe ambaye unaangalia hii video, ambaye bado ndo unaanza au uko unataka kujifunza zaidi au unataka kuchukulia hii fursa ya AI, basi click kwenye link hapo chini, itakuleta ndani ya Zrim Growth Club. Jiunge ndani ya Zrim Growth Club sasa hivi. Sasa ukishaingia ndani ya Zrim Growth Club, kuna fursa nyingine ya 3 ambayo nitakuelimisha nayo, nitakufundisha hiyo fursa ambayo hii ni special sana, kwa sababu ina sound unbelievable hiyo fursa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye ukishaingia ndani ya Zrim Growth Club, kuna fursa zaidi ambayo nitakufundisha. Ile fursa unaweza ukianza kuifanyia kazi, hasa kama kazi yako ni kuelimisha watu, hasa kama wewe ni coach, hasa kama wewe ni mshauri kwenye mitandao ya kijamii, au kama unauza huduma za kidijitali au bidhaa za kidijitali. Nitakuonyesha fursa kubwa iliyopo ya kuweza kujenga empire ya biashara ya kidijitali bila kulazimika kuwa unakutana na wateja wako, kutengeneza mfumo mzima wa biashara ambao unajiendesha wenyewe. Kwa hiyo karibu ndani ya Zrim Growth Club. Click link hapo chini kabla bei haijapanda uweze kujiunga ndani ya Zrim Growth Club. Tutaonana darasani. Sasa usiniulize madarasa ni lini, madarasa ni saa ngapi, kila kitu chote kiko online. Ndani ya Zrim Growth Club madarasa yapo. Ukishajiunga sasa hivi unaanza madarasa pale, unajifunza kwa muda wako. Madarasa yote ni online except ukiamua ukitaka kubook consultation. Ukibook consultation tunaweza tukakutana au tukafanya one on one kupitia Google Meeting. Inategemea na ulipo. Kama upo Mtwara, basi then inabidi tukutane kufanya Google Meeting. Lakini kama nitakutengenezea mifumo, then tutafanya hiyo process kupitia WhatsApp, nitakusaidia. Lakini other than that, click kwenye link hapo chini, jiunge ndani ya Zrim Growth Club. Okay? Alright. Karibu sana. Tutaonana ndani ya Zrim Growth Club. Mimi naitwa Elius Kamangire. Bye bye. Click link hapo chini, tutaonana darasani.